Mimi kwa majina ninayo matatu. Naitwa Yohana Kamigwe Girayo. Ni mwenyeji wa Kigoma, pia ni mzaliwa huko Kigoma. Ndio. Na kimaisha nilikuja mwaka 2000. Lakini kifupi ni kwamba katika mizunguko yote niliwahi kupata tatizo nikiwa Msasani. Kipindi hicho nafanya kazi ndogo ndogo tu za hapa na pale. Nilikuwa night support pale. Nikapata tatizo la ini na bandama na kansa ya damu. Kwa hiyo nikaandika kwenda India. Kipindi hicho bado sijamzaa Gideon. Pole sana. Asante. Ulibahatika kwenda India? Sikubahatika kwenda India. Nilipata changamoto sana, ilionekana kama milioni 48 hivi. Lakini kutokana na biashara yangu nilizokuwa nazo zilifilisika. Tangu siku ile sikuwa tena na hali nzuri ya kiafya. Kwa hiyo niliendelea tu lakini kupambana hivyo. Kwa hiyo lakini zaidi kilichokuja kuniumiza ni juzi wakati Gideon amepata tatizo. Gideon amepata tatizo, mimi niko Muhimbili. Niko nafanya operation ya mishipa imepasuka. Hilo likawa tatizo lingine la pili. Pole sana. Na ni baba wa watoto wangapi? Mimi nina watoto 10. Katika watoto 10, kipindi cha nyuma katika ujana wangu, kipindi kile bado nilikuwa sijabadilisha dhehebu. Nimetoka dhehebu kuja dhehebu lingine. Kipindi kile nilikuwa naitwa Omari Kamigwe. Kwa sasa ndio naitwa Yohana Kamigwe. Kwa hiyo ulibadilisha dini? Nilibadilisha dini kutokana na hii michakato baada ya kujikuta kwamba kilichopelekea sana ni kwa ajili ya hili tatizo la ini bandama katika ile hali ya kukimbia napelekwa kwenye maombi huko na nini. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu ilionekana kwamba uwezekano wa hospitali wao kunisaidia hapo kwa sasa kipindi hicho cha 2003 ilikuwa changamoto. Natamani kujua historia ya... Lakini kwa mama huyu ambaye tunaye ambaye ni mama yake Gideon, ana watoto yeye 8. Ila kwa wanawake wengine ana watoto, kuna watoto 2 manake katika wanawake 2 ambao ilibidi tu kutokana na mujibu wa taratibu zetu ilibidi warudi tu nyumbani wakaendelea na maisha mengine. Safi kabisa. Nitaka nijue historia ya Gideon. Historia ya Gideon ni kwamba Gideon amezaliwa 2014. Gideon 2014 baada ya kuwa amefika muda wa kuingia shuleni, Gideon alienda shule kama kawaida. Alipofika darasa la anaingia la pili, sasa kulikuwa na likizo hapa katikati. Sasa ile likizo ya mwezi wa 12 ile. Kwa hiyo katika ile likizo Gideon akawa amelazimu kwenda na mamake kule Kigoma. Sisi ni watu wa Kigoma kama ilivyosema. Kwamba alipoenda Kigoma, sasa kule tuna sehemu mbili. Tuna upande wa umamani na ubabani. Sasa Gideon alilazimika kwenda kukaa sana. Sawa, umamani alienda kuwaona sawa, lakini alirudi ubabani ambako ni kwetu sisi kwa babu yake. Kwa babu yake. Kwa hiyo alipofika pale alikuwa anapenda sana kuchezea sana mbuzi. Pale kulikuwa unajua kwa babu yake tena kulikuwa na umbwa na haya umbwa hajaiona. Kwa hiyo alikuwa akipenda sana kuwapeleka wale mbuzi kule shamba na nini. Naye akiambatana na babu yake kwenda kule shamba. Kwa hiyo shughuli za shamba kule zilikuwa zikiendelea, yeye naye akiwa tu pale na shughuli na babu yake. Sasa babu yake wakati ulipokuwa ukifika zile shughuli zimekoma, wanarudi nyumbani kawa hivyo. Lakini sasa wakitegemea kwamba muda fulani atarudi wapi? Shule. Sasa ilipofika mwezi wa 12, yani mwishoni ambapo ndio wanajipanga kuja, wakakwama nauli. Ikaonekana sasa hapa watakuja kwenye mwezi wa kwanza. Sasa ile mwezi wa kwanza tarehe 1, umeona? Ile tarehe 1 Gideon alipata tatizo la homa tu za kawaida. Baadaye walimpeleka hospitali. Akaendelea tu vizuri. Baadaye ilikuwa kwenye tarehe kitu kama 8. Wakati huo sasa na mimi naye nilishapata tatizo, nimekwambia hili nilikuwa natokwa na damu sana na mwaga damu nyingi. Hatimaye nilipopelekwa hospitali sasa nimekwenda, mara walikuwa wananipeleka huku na kule kwa sababu walikuwa wanapeleka hapa Temeke mara Muhimbili. Kwa hiyo inapotea gharama nyingi sana. Ushauri ukaja nifanyiwe
nifanyiwe operation. Kwa ushauri wa mwisho, wakati Gideon sasa yuko kwenye zile tarehe za kwenye tarehe 8 vile ya mwezi wa kwanza, ya mwezi wa kwanza, Gideon akawa amepata tatizo la kuungua hiyo mikono. Ilikuwaje mpaka kuungua kwake mikono? Gideon, taarifa nilizozipokea, kwa sababu taarifa kwangu mimi nilizipokea kwa kuchelewa, kwa sababu tarehe 4 mimi ndio nimefanyia operation tarehe 4 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo amekuja kuungua tarehe 8. Ni siku 4. Siku 4 tangu ufanyia operation. Sasa hali haikuwa nzuri ya mimi kwanza kunieleza, kwa sababu shida yenyewe ilikuwa ni kwenye mshipa mkubwa wa pressure. Kwa hiyo kahisi kana kwamba wakinieleza asante, wakinieleza chochote inaweza katokea tatizo lingine. Kwa hiyo ule muda walinistiri kwanza. Kwa hiyo kwa sasa ina maana wazi kwamba baada ya Gideon kupata hizo taarifa kwa kuchelewa, sasa mimi tena sasa nilipata taarifa kwa kupigiwa simu. Wakati bado uko hospitali? Niko mimi hospitali. Na walikwambia ni kitu gani ambacho kimetokea kule? Na walikwambia ni kitu gani ambacho kimemtokea mtoto wako huyu? Taarifa zilipatikana kwamba Gideon babu yake alienda kuwekeza majembe sehemu, kwa sababu kule shamba kuna watu wengine wanaishi kule na sio mbali sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakaenda kawekeza yale majembe. Alipoenda kuwekeza yale majembe, Gideon alibaki kambini. Nikisema kambini, kwenye eneo ambalo ni la shamba, kuna kajumba fulani. Sasa alivyoona huyu hapa, aliona moto. Sasa ule moto ule kwamba majira wanaona kuna dalili ya mvua, hafu kuna moto unataka kuzima. Gideon alichofanya, alienda kunani ule moto, yani kupuliza ule moto usizime. Yani manake kama uchochee ili mpaka babu yake atakaporudi akute moto unafanyaje, unaendelea. Sasa alipoenda pale katika kupuliza Gideon huyu, sasa ule moto ukawa umeshika t-shirt. Alikuwa na fulana ya hizi fulana za nani za jezi. Ikawa sasa imeshika moto. Sasa kutokana hakuwa na mtu mwingine pale, yeye akategemea wazi afanyeje, alivue. Baada ya kuzimisha akawa amefanyaje, amevua. Sasa wakati anakaribia kuvua hivi, moto ulishapamba. Sasa wakati analivua ndio sasa kachanganya mara hii shati yote na imeshakwisha kwa sasa kupamba moto. Ndio akajikuta sasa ile shati imefanyaje, imetapakaa moto huku. Kwa matokeo akawa sasa yuko hivi anaomba msaada, maana yake sasa hakuna msaada mpaka babu yake na kule aliko ni mbali, hawezi kumsikia sauti yoyote. Kwa hiyo ina shati ile mpaka ikateketea mikononi. Kwa hiyo baba amemkuta ameshaanguka. Na moto bado unaendelea kuwaka. Na moto unaendelea kuwaka. Na jezi ndio nataka kuishia. Na jezi ndio linaishia kwenye mikono. Kwa hiyo ukiangalia hata picha yake, ile mikono sio kuungua tu. Yaani sijui nisemeje. Labda picha yake tu kwa kuwa iko ndani, nafikiri mtaiona. Na baada sasa babu yake kurudi na kumkuta tayari moto unawaka na tayari kashaungua, babu alifanya nini? Babu kabla, maana hakuwa na simu kule, aibidi amchukua amlete kule nyumbani sasa, ambako ni kijijini pale. Alipofika pale kijijini, ikalazimika sasa wale majirani wakaja kuona hali ya ile. Wakasema huyu mtoto huyu inabidi asubuhi sana, kwa sababu pale kidogo usafiri ni shida kwenda wilayani, yani tarafani tuseme. Kabidi sasa waseme kesho amke anapelekwa hospitali. Na taarifa alizozipokea mke wangu, alichukua tu kawaida kwamba mtoto ameungua, lakini kesho tunampeleka hospitali. Tusijue kwamba ameungua zaidi. Kupeleka pale hospitali, wakawapa tu dawa na nini na sindano. Kimsingi hawakupewa kitanda. Na sijajua kwa sababu gani, na hilo ndio lilileta tatizo sasa kwa hali ile iliyoleta shida hapo. Kwa hiyo wakalazimika sasa kufanyaje? Kurudi kwamba nendeni hizi dawa zikisha itatuletea majibu. Wakati ameenda kule, wakasema baadaye tulipata mawasiliano. Kwa nini hawakulazwa? Asema inaonesha mazingira yetu na fedha, hata tukilazwa hatuwezi kumudu. Kwa hiyo huduma za gharama. Zile gharama. Umeona? Kwa hiyo ikaonekana sasa wamrudishe wapi? Kijijini kwanza, ili apate huduma zile za nani? Zile za zile dawa alizonunua, japo hazikuwa zimetosha. Walipata zile za kawaida tu za mwanzo.
Unaona. Na tangu watoke hospitali na kurudi na hizo dawa ambazo walikuwa wamekabidhiwa kutoka kwa madaktari waanze kuzitumia, walikaa muda gani mpaka kurudi tena hospitali, na hali ya mtoto ilikuwaje? Zile dawa ziliendelea kutumika, hatujajua ni muda gani, lakini inasadikika kwamba baada ya kugundua wazi kwamba sasa tayari zile dawa zinakaribia kuisha, lakini huku zimejenga kuta, yani ukuta mgumu. Kume ndani ule moto ulishamuumiza sana. Walianza kuona maji na baadhi ya ile usaa unatoka. Kwa hiyo wakalazimika tena kumrudisha hospitali. Ehe. Na baada ya kumrudisha hospitali madaktari walisemaje? Baada ya kumrudisha hospitali walisema sasa kwa hali hii inabidi asafirishwe. Mazingira yake yakawa sio mazuri tena kipindi hicho. Ndio hapo kupigiwa simu na majirani kwamba mtoto alipofikia wadudu wanatoka, vidole vinachomoka. Ilifikia wakati mpaka vidole vikawa vinachomoka? Na wadudu kwenye mwili kwa maana wa kwanza wanatoka. Kwa hiyo ikaonekana sasa kwa kuwa wadudu walishafika hapo, tukasema sasa tunafanyaje? Sasa ushauri ukawa nivuta nikuvute. Kule wakienda mjini Kigoma, manake mjini kabisa, manake hawatakuwa na nini? Na fedha ya kuhakimu, wala hakuna mtu yoyote kule wa kuwasaidia. Kwa maana hamna ndugu mjini. Hakuna ndugu kule mjini. Kwa hiyo kaonekana cha muhimu sasa wapandishwe treni na ni gari, kwa sababu gari kidogo kwa siku 2 watafika. Waletwe huku Dar es Salaam. Atakapofika hapa afikishwe wapi? Muhimbili. Sasa wakati wamepanda ile gari tulitumia njia kidogo ambayo ni ya kujificha kwa kweli. Kwa sababu kwa kuchukua ambulance kuitoa Kigoma kuileta huku maana ni gharama kubwa sana. Kwani mlitakiwa mtumie ambulance au mtumie usafiri? Kwa hali ya mtoto, taarifa zake zilisemekana kwamba anatoa harufu. Kwa hiyo hata walivyomfunga hivi wamsafirishe kwa njia ya uficho, kweli mtoto aliingia kwenye basi, lakini basi lote lilijaa harufu. Kufika pale Urambo, wasafiri wote wakaondoka kwenye basi, wakasema aondoke Gideon peke yake. Maana yake warudishiwe hela. Kwa maana ya abiria wakagomea gari hawezi kusafiri na mtoto Gideon. Ukizingatia kwa hivyo vidonda vyake ambavyo vilikuwa vikitoa harufu vinatoa harufu. Kwa hiyo kalazimika sasa pale ikabidi wakaenda kumshushia kwenye kituo cha polisi. Walivyomshushia kituo cha polisi pale watu wengi kwanza pale stendi walivyomshusha ililazimika sasa watu waseme hamwezi kumshushia hapa. Maana yake ni kwamba wamelazimu sasa yule konda kwamba Gideon ashushwe, wasafiri wafanyeje? Waendelee. Japo kwamba wasafiri wakasema tushuke, gari liendelee. Kwa hiyo kalazimika sasa yule mwenye gari akasema basi huyu ashuke, gari lifanyeje? Liendelee. Kwa hiyo lazima sasa wakasema watamshushia wapi? Wakati wanavutana wakawa wamemshushia wapi? Pale stendi. Pale stendi watu wakajazana hivi, akasema kama ni hivyo basi pelekwe kituo cha nini? Cha polisi. Wakati huyo anayemsafirisha ni mama yangu mzazi ambaye ni bibi yake. Alifanyaje mama kwa maana ya bibi yake Gideon, na tayari ameshushwa stendi ya mabasi na mtoto bado hali yake ni tete? Walikuja mabodaboda wengi na watu wengi wakawa wanapiga kelele, sasa kama ni hivi bora mkampeleke wapi? Mmshushie kituo cha polisi. Kwa hiyo basi liendelea mpaka kituo cha polisi, wakamwacha pale kituo cha polisi. Cha wapi hicho? Cha nani pale Urambo. Na baada ya kuacha kituo cha polisi, kwa taarifa ambazo ulizipata, nini kiliendelea? Kabla ya kupigiwa simu kituo cha polisi alitokea kaka mmoja hivi. Akaangalia hali ya huyu ilikuwa imezofu sana. Kumbe katika mazingira hayo alikuwa ameshaishiwa damu kabisa. Hana hata damu moja. Yaani ameshafika hatua sasa ni karibu na kukata roho kabisa. Pole sana. Kwa hiyo hali ishakuwa mbaya. Kumkimbiza pale hospitali wakatafuta mishipa ya damu ikakosekana na damu ikakosekana. Kwa hiyo wakaamua kumpiga bomba siju za maji, siju alifanyaje ndio kupata at least sample kidogo. Ile sample walioipata ndio sasa akatokea baba mmoja wa bodaboda, mpaka sasa hivi tumemhifadhi jina lake. Alitusaidia sana kwa mchango wake mkubwa. Kabidi ajitoe damu haraka ndio Gideon kuongezwa, ndio Gideon uhai ukaanza kuwepo. Kwa hiyo hata hivi kusema kwamba angefika Dar es Salaam asingeweza kufika. Kapata matibabu na msamaria mwema akajitokeza pale, akatoa damu, mtoto akaongezewa damu. Akafika sasa pale kile kituo akasema sisi huyu hatuwezi kwa hali aliyo nayo. Hiyo ni Urambo. Anataka pelekwe wapi? Apelekwe Tabora. Kwa hiyo kaonekana tuchange hela ya kumtoa pale Tabora kwa ambulance 250,000. Aletwe wapi?
Tabora sasa mjini. Mlichanga hiyo pesa na mlipata kipindi hicho? Ikachangwa sasa fedha. Maana hapo sasa na mimi nashirikishwa kwa sababu nasikia japo kwamba mimi nabaki tu niko kitandani. Ndio. Kwa hiyo ikabidi changwe hiyo hela. Tuna mtoto wetu ambaye ni mtoto wa marehemu dadangu mimi, anaishi Tabora pale. Sehemu moja panaitwa ni karibu tu na majumba 6 kwa tunaweza tukasema ni Tabora, lakini Tabora ya huku wanasema kuna sehemu panaitwa Tambukareli. Sasa yule binti naye alitoa msaada mkubwa sana, akatutafutia usafiri, ambulance ikaonekana 2,500. Kwa hiyo ikaonekana ambulance ndio itakayemtoa pale imlete kusabati nzuri. Sasa Mungu jalia katika ile fedha 2,500 ambulance imeshaandaliwa. Ikakosekana hela kidogo, ambulance ikashindikana kwenda kumchukua, lakini akapatikana msamaria mwema akakubali kuchukua ile pesa 200,000 badala ya 2,500. Yeye akaenda kumchukua Tabora Urambo, ndo akamleta kwa gari lake la private. Kwa hiyo ambulance ilishindikana 50,000 kwa maana ilipatikana 200,000 lakini hamkupata huduma. Mkatumia mtu mwingine private raia tu ambaye msamaria mwema ambaye jitokeza. Mmefika hospitali? Hospitali wakafika, walipofika pale hospitali akapokelewa. Matokeo yake hali ikawa mbaya sana. Wakasema pamoja na yote haya anatakiwa huyu afanyiwe operation. Na operation yake huyu ni kukatwa mikono. Ndio taarifa zikaja sasa hizo. Je, mtakuwa tayari? Akiwa katika mazingira hayo, kaonekana tuulize gharama. Nasema mkono mmoja ni 550,000 kukata. Matibabu kwa kila siku itakiwa mkono mmoja shilingi 50,000 kwa muda wa wiki moja na kitu. Hapo ni mkono mmoja. Na atakuwa kukatwa mikono yote miwili. Wakati huo mlikuwa nayo hiyo pesa kwa ajili ya kuweza kukata mikono, kwa maana mikono miwili milioni 1? Tuna kaka yake moja hivi. Ile kaka yake ilibidi aingie madeni. Tukakubaliana kama hapa kuuza au nini itakavyokuwa. Kwa hiyo tukatafuta mtu tukasaminisha kwamba aingie deni ambalo Mungu akisaidia tunaweza kutukalilipa. Kwa hiyo ikabidi ikope pesa. Kwa hiyo kaka yake akatoka sasa hapa akaenda mpaka Tabora. Ndio akapiga picha kwa mara ya kwanza, akawa ametutumia ile picha. Hali kwa kweli ilikuwa sio nzuri. Basi tukasema hamna jinsi, tukasema kwa kuwa mikono yote ilishaisha, sasa kimebakia kidole gumba tu hivi. Hapa utalishaisha kabisa. Kwa maana vilikuwa vikitoka. Vimenyofoka vidole. Na alibakiwa na kidole gani msema? Kimoja tu hiki. Vyote hakuna. Nijaribu kuomba akatiwa hata basi hata hivi kama kuna shida labda inaweza ikatibika, baki hata na kinani cha kujisaidia tu. Plana yangu sasa ilivyokuwa inakaa. Lakini walisema haiwezekani hivyo. Yaani hapa inabidi tu ikatwe hivyo kwa kumsaidia. Hata hivyo hapo walikuwa wametaka wakatie huko. Ndio. Lakini mimi ndio nikasema hapana, jaribu mfanye hivyo, mfanye kila chini inavyowezekana. Angalau mkatie hata hapa. Kwa hiyo kipindi hicho sasa wakawa wamemkatia sasa hapa, kama unaweza kuona wakamkatia hapa na hapa. Basi walivyomaliza kukata, gharama zile kama nilivyokuambia alichukua mkopo kaka yake, tumefanya kuomba hivyo, tukauza baadhi vya kuuza, tukafanikiwa tukamlipa ile fedha ambayo ilikuwa inahitaji. Na alichukua mkopo wa shilingi ngapi? Yeye mimi sikuwa nimejua sana, kwa sababu mambo mengine nilikuwa sijui. Yaani mpaka sasa sijawahi kuuliza kama ni shilingi ngapi gharama zake, kwa sababu nimekuwa mimi tangu kipindi kile cha Gideon sijawa na yale mazingira ya utulivu sana. Kwa sababu baada ya kuwa nimetoka kule, kilichonikuta ni kwamba nimejikuta hapa katikati na shida sasa. Yaani tangu kile kipindi cha ile pressure nikajikuta sasa na shida. Na maana shida nyingine iliyokuja sana, naona kama vile siku zote wananifikiria mimi, mara nimepelekwa hospitali, leo nimepelekwa. Yaani niko hivi mpaka hivyo unavyoniona hapa. Ina maana nimekuwa nimeandikiwa kutoka hospitali, kwa nilikuwa nimeandikiwa tena nifanywe operation hizi 2, lakini mpaka sasa hivi sijafanya. Na ni operation za nini? Moja ya mfumo wa chakula. Na nyingine kwa ajili ya kumalizia mishipa ile ubaki. Pole sana. Na ni kwa nini ufanyiwe sasa? Asi hamna hela. Hela hamna, kwa sababu hata hiyo pesa ya operation ya kwanza kuna dada tu mmoja Msamaria
alijitolea. Pole sana. Mtoto tayari amekatwa viungo kwa maana ya mikono yote, gharama zikawa zimelipwa au bado hazijalipwa? Gharama tulilipa japo kwamba nimekuambia idadi yake siwezi nikajua kwa sababu aliyokuwa anasimamia ni kaka yake. Na alichukua muda gani sasa mpaka kwenda kupona kabisa? Mpaka hapo alipofikia tuna takriban karibu miaka sasa. Kwa sababu gani? Tangu kipindi kile 2002 sasa, yani tuseme 2022 mpaka na 3 tuko tunahangaika naye. Tumekuja sasa na 4 ndio mwishoni at least kaonyesha ile hali mpaka kumpeleka shuleni. Nikasema nikamwombea nafasi pale nani Jeshi la Wokovu tukawa tumepata pale. Pamoja kwamba tuliende kipindi ambacho sio sahihi, muda ulisha kuwa sio. Walimpokea tu hivyo kwa neema tu ya Mungu. Mwaka huu ndo alikuwa anataka sasa aanze vizuri kwenda darasa la 4. Lakini sasa ada naye kaleta shida na mazingira yake tena pia wakati mwingine, maana kwa sababu bila kumweka asali tena pia inakuwa changamoto. Kwa hiyo ikaonekana kule wanasema sisi watoto wenye changamoto kama hao tunakuwa kuangalia sana sio sana, ila tunachotafuta ni kwamba jitahidi kae naye kwamba kikaa vizuri utamrudisha. Lakini unapomuona ni mtoto ambaye anapenda masomo. Anapenda. Kusema anapenda sana. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye katika watoto ambao kwa kweli naona kama ni tofauti. Kwa sababu kile unachomuelekeza anafanya vile. Ni kitu gani ambacho unataka watazamaji labda waweze kuisaidia familia hii ili kuweza kuyachanua maisha ya huyu kijana ambaye alipata ajali ya moto? Mimi nafikiria tu kitu cha kwanza nimewahi kusikia, sijawahi kuona kwamba kuna mikono, kwa sababu hakuna kitu kinacholeta shida sana hasa anapoenda uani. Yani mpaka unaweza kalia. Yani akienda uani, unajua ni vyema mtu kama amezaliwa vile. Yani kama amezaliwa kuna ile hali ya kuvumilia. Lakini kama hajazaliwa vile, ukienda naye uani hawezi kufanya chochote huyo mpaka saidiwe. Na ukizingatia na maisha yetu haya, yani lazima awe na mtu wa bega kwa bega. Hata kutembea na unamwambia uende unaangalia, kwa sababu akianguka ile hana balance. Juzi kati tu hapo aliangukaga mkono ukakatika huo tena karudi kukatika. Tukaenda naye hospitali. Kwa sababu basi mfupa wake bwana uliathirika, moto ulikuwa mkali sana. Lakini basi atapona, wakanitia moyo na kweli tukashughulika naye, mkono ukapona, lakini umepona katika hali umeshapinda. Poleni sana. Asante. Kwa hiyo hapa msaada unaotakiwa kwanza ni wa kupata mikono ya bandia ambayo inaweza kumsaidia kwa namna yake. Hasa akapata kujistiri. Kwa sababu kuna vitu vingi hawezi kujistiri. Hicho ni cha kwanza, na kama taonekana kwamba kuna uwezekano pia wa kuendelea kusoma, hasa mimi nilikuwa nimependekeza kwamba wakati anatafuta maarifa haya ya kusoma, lakini asomewe kwenye mifumo ya vitu ambavyo ni practical. Yani sababu ana ufahamu, ni mtundu, akipata kitu cha kujiendesha kama kompyuta na vitu mbalimbali akafundishwa mifumo hiyo, au kujielezea namna kuongea na kadhalika, ana uwezo akifundishwa, kwa sababu ni mtazamo tu na hali yake kwamba hata kama atawekewa hiyo mikono, lakini bado hawezi kuwa kama sisi wenyewe tulivyo. Kwa hiyo kuna baadhi shughuli zingine sidhani hiyo mikono kama inaweza kufanya shughuli zote zinazohitajika za mtu. Ila naamini kabisa kwamba kuna shughuli zingine ambazo akifundishwa, na kwa sababu nyinyi mpo hivi wadau hivyo na mnafahamu, mmepitia mambo mengi, mnafahamu pia tu mnaweza kufanya mtazamo kwamba huyu tumsaidieje. Na Watanzania na watu ambao wamebahatika kukiona kipindi hiki wanasema tunataka tumsaidie huyu mtoto, tunamsaidia kwenye namba gani, kumpata kwenye namba gani, ili tuweze kuweka mchango wetu ambao Mwenyezi Mungu katubariki? Sawa, mimi nafikiri kwamba sisi tuko wazi. Kwanza tunapatikana Mtoni Unguja, na pia tunazo namba, hususani kama mimi na namba ambayo imesajiliwa kwenye NIDA yangu mwenyewe. Taja namba yako. Ambayo ni 0755 94 36 61. Na jina linatokea nani? Ile jina linatokea
Yohana Kamigwe Girayo. Asante. Na pole sana. Asante. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.